Makubaliano ya siku 10 ya kusitisha mapigano kati ya Lebanon na Israel yameanza leo Ijumaa, huku Rais Donald Trump wa Marekani akijaribu kupanga mkutano wa ana kwa ana kati ya pande hizo mbili hasimu. Makubaliano hayo ya kusitishwa mapigano ambayo Trump alikuwa amesema yataanza kutekelezwa saa 6 usiku kwa saa za Lebanon na Israel yanakuja huku Marekani ikiwa inaongeza juhudi za kufikia mkataba wa kusitisha vita na Iran, huku Tehran ikisisitiza kusitishwa vita Lebanon ni lazima kuwe sehemu ya makubaliano yoyote yale. Usitishaji huo wa mapigano ulipokuwa unaanza kutekelezwa, kumesikika milio ya risasi kusini mwa mji mkuu wa Lebanon, Beirut, ambacho ndicho kitovu cha kundi la wanamgambo wa Hezbollah. Ripoti zikiarifu ilikuwa milio ya risasi ya kusherehekea kusitishwa vita hiyo. Wakati huo huo, shirika la habari la taifa nchini Lebanon NNA limeripoti kuwa Israel imeendelea kushambulia vijiji kusini mwa Lebanon karibu nusu saa baada ya muda wa usitishaji mapigano kuanza. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema makubaliano hayo na Lebanon yanatoa fursa ya mkataba wa kihistoria wa amani na Beirut, ila amesisitiza kuwa kupokonywa silaha kwa kundi la wanamgambo la Hezbollah kunasalia kuwa sharti muhimu. Waziri Mkuu wa Lebanon Nawaf Salam amelikaribisha tangazo la kusitishwa mapigano, akisema hicho ndicho kitu ambacho Lebanoni imekuwa ikikitaka tangu siku ya kwanza ya vita kati ya Israel na Hezbollah. Naye Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameonyesha kufurahia makubaliano hayo na kutoa wito wa pande zote mbili kuheshimu makubaliano hayo. Usitishaji huo wa mapigano unakuja baada ya mabalozi wa Israel na Lebanon kukutana mjini Washington wiki hii, huo ukiwa mkutano wa kwanza wa aina yake tangu mwaka 1993. Makubaliano hayo huenda pia kazipiga jeki juhudi za Trump kufikia makubaliano ya kuvimaliza vita na Iran. Rais huyo Marekani amesema Washington iko karibu mno kufikia mkataba wa amani na Iran baada ya wiki 6 za vita, na huenda akasafiri kuelekea Pakistan kusaini mkataba wote wa amani. Kulingana na Trump, Iran imesema kuwa haitokuwa na silaha za nyuklia kwa zaidi ya miaka 20. Malengo ya Iran ya nyuklia ilikuwa hoja muhimu katika mazungumzo ya Islamabad mwishoni mwa wiki iliyopita. Iwapo makubaliano ya Lebanon yatasafisha njia ya mkataba mpana wa amani na Iran, utakuwa ni ushindi mkubwa kwa utawala wa Trump ambao umekuwa na wakati mgumu kufikia sasa kufungua mlango bahari wa Hormuz na kuzuia njia ya Iran kupata silaha za nyuklia. Nikiripotia Rubaa za Kimataifa, mimi ni Theophane Ngitu.